Ndugu zangu, kufaulu kweli kunaanza kwa kumtii Allah tabaraka wa taala. Lakini vijana wengi wamekosa kufaulu kwa sababu ya 3 problems. Problem ya kwanza, vijana wengi hawajifahamu na hawajijui, identification. Wengi hawajifahamu na hawajijui, na tutaeleza kivipi. Kitu cha pili ni thinking, fikra na mawazo ambayo kwamba vijana wengi wako nao ni tofauti na mawazo ya kuwapelekea wao wafaulu. 3 ni leadership. Na haya ndo mambo muhimu ambayo kwamba tukiyazingatia na mtu akiyafahamu ni lazima atakuwa ni mwenye kufaulu. Alhuwiyatu watafkiru walqiyada, ni mtu pale atakapojitambua yeye ni nani, na kule ukijitambua utapata mawazo na fikra iliyokuwa nzuri, na pale utakapopata mawazo na fikra iliyokuwa nzuri utafanya vitu vitakavoleta athari na utabadilisha watu wengi na utakuwa ni wenye kuwaongoza. Ndugu zangu, pale unapofahamu wewe ni mja umeumbwa na Allah tabaraka wa taala, utajua yule aliyekuumba ni lazima amekuumba kwa malengo na yuataka uishi kwa yale malengo aliyokuumbia. Leo utapata vijana wengi wanasema maisha ni yangu, nitaishi ninavyotaka, si ndio? Maisha ni yangu, nitaishi ninavyotaka. Si maneno hayo tunasema, si ndio? Lakini swali ni je, ikiwa kitu ni chako, unapeana kwa wakati unaotaka wewe ama unapeana kwa wakati usiotaka wewe? Kitu chako si unapeana kwa wakati unaotaka wewe? Sasa ikiwa maisha ni yako, kwa nini unakufa wakati hutaki kufa? Maisha si ni yetu. Kwa nini tunakufa kwa wakati ambao kwamba hatutaki kufa? Ukiulizwa wewe sasa uko tayari kufa, utasema mimi sasa sitaki kufa, si ndio? Lakini malakul maut akija unaweza mziwia? Hii ni ishara kuonesha kwamba maisha si yetu. Maisha tumepewa na nani? Na Allah. Kwa hiyo muda wowote yeye ana uwezo kuchukua maisha aliyokupatia. Kwa hiyo ukijua maisha umepewa na Allah tabaraka wa taala, ni lazima ujue utaishi vipi ili Allah tabaraka wa taala akuridhie. Sasa ni lazima sisi vijana tuweze kujitambua, kwa sababu pale tumekosa kujitambua ndo tumekosa kujua mwelekeo inafaa tufanyeje. Ndo maana tukawa tunawaiga watu ambao kwamba si Waislamu. Ndo maana tukawa tunachukua tamaduni ambazo kwamba ziko nje na dini yetu, kwa sababu sisi tumekosa kujifahamu. Ash-shakhsu alladhi la ya'rifu huwiyatahu yashulu an yata'athara bikulli fikra. Mtu ambaye kwamba hajijui yeye ni nani, inakuwa wepesi yeye kuchukuliwa na kila fikra ya wengine, na inakuwa ni wepesi yeye kuchukuliwa na kila manhaj na kila nyenendo za wengine na maadili ya wengine, au mawdhatin au thaqafatin tamurru amama. Mtu ambaye kwamba hajitambui, fashion yoyote ikitoka latest lazima ataikubali, kwa sababu yeye hajitambui. Ndo maana ukaona leo mavazi yanakuja kwa fashion kila wakati, na wanaonunua hizo fashion wengi ni Waislamu au ni wasiokuwa Waislamu? Waislamu. Kwa sababu sisi Waislamu hatujijui, ndo maana fashion zinazoletwa na wasiokuwa Waislamu haraka tunafanyaje? Tunazikubali, kwa sababu hatujitambui. Tamaduni zinazoletwa na wasiokuwa Waislamu haraka tunazikubali. Ndo leo mwanamke haamini kwamba ameolewa mpaka avalishwe pete. Leo mwanamke au mume ukienda kuoa, huwezi amini kwamba nimeoa, na yeye hawezi amini kama ameolewa mpaka umvalishe nini? Pete. Hii yote ni tamaduni zimeletwa na wasiokuwa Waislamu, sisi tukakubali. Na pale sisi hatujitambui, mawazo na fikra zote na fashion zote zinazoletwa na wengine tunaweza
kuzikubali na kuzichukua. Sasa wewe kijana wa Kiislamu, ikiwa kwanza unataka kufaulu, jitahidi hatua ya mwanzo ufanye yale Mungu anataka, ndo utafaulu. Ndo ukiangalia katika Qur'an, Allah akitaja kufaulu, kwanza anataja mtu afanye anachotaka, ndo wewe utafaulu. Alladhina yu'minuna bilghaib wa yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sindio? Watubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Hizi ni aya zote zinabainisha ili ufaulu, kitu cha kwanza ni muhimu sana ambacho kwamba unafaa uzingatie, ni vipi nitaishi nikimtii Allah. Kwa nini tunasema kufaulu ni lazima umtii Allah? Kwa sababu kitu cha kwanza, anayeendesha ulimwengu dunia nzima ni nani? Dunia nzima mambo yanavyoenda yanaendeshwa na nani? Sasa ikiwa mambo yote haya yanaendeshwa na Allah, vipi wewe unatarajia uishi kwa dunia inayopelekwa na Allah, ufanye mambo aliyokataza Allah, kisha wewe uweze kufaulu? Inawezekana? Haiwezekani, kwa sababu Allah tabaraka wa taala ndo anapeleka mambo. Wa man yudabbiru al-amra fasayaquluna Allah. Ni nani anaendesha mambo ya ulimwengu yote? Bila shaka ni nani? Ni Allah tabaraka wa taala. Na ni nani anayewaruzuku viumbe wote? Ni Allah. Wama min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha. Sasa ikiwa Allah ndo anaendesha ulimwengu, na Allah ndo anawaruzuku waja wake, na Allah ndo mwenye kukufungulia milango ya rehma, basi ukiishi kinyume na vile anavyotaka Allah, bila shaka utapata changamoto kubwa. Kwa hiyo kitu cha kwanza ujue, ukitaka kufaulu ni lazima umtii Allah tabaraka wa taala. Ni lazima ujitambue, ni lazima ujielewe. Ikiwa unaamini kwamba leo mzazi wako akikuamrisha jambo, utamtii ama utakataa? Utamtii kwa sababu ni mzazi wako, amekuzaa, si ndio? Ikiwa mzazi aliyokuzaa unamtii kwa yeye kukuamrisha, je, yule aliyekuumba unafaa umtii ama unafaa umwasi? Unafaa umtii. Allah tabaraka wa taala ndo tunafaa tumtii zaidi, kwa sababu yeye ndo ametuumba, yeye ndo ametupa uhai, yeye ndo anatupa maisha, yeye ndo anatupa afya, yeye ndo anatufanya mpaka tunakuwa vijana wenye nguvu. Lakini wazazi wetu baada ya kutuzaa wanatupa uhai kweli? Baada ya kutuzaa wanatupa maisha? Baada ya kutuzaa wao ndo wanatupa afya? Ni Allah peke yake. Sasa ikiwa mzazi wako wasema kwamba namtii kwa sababu sina nitakachomlipa, swali ni je, kwa nini Allah haumtii? Hauoni neema alizokupatia? Wama bikum min ni'matin famin Allah. Ndugu zangu vijana, tujue ya kuwa kwa kukosa kujitambua sisi tumeingia katika changamoto hizi. Inna akbara tahaddiyat allati tuwajihu ash-shabab al-yawm laysat naqsul ma'lumat. Changamoto na challenge ambao kwamba wanapata vijana leo, si kwa kuwa hawana ujuzi, si kwa kuwa hawana elimu, lakini dhiya'ul huwiyya, bali ni kule mtu kukosa kujitambua, ni kule mtu kukosa kujielewa. Ndo ukaona leo hapa muko nyinyi karibia 99% ni Waislamu, si ndio? 99% ni Waislamu. Lakini atakayesoma Qur'an hapa mbele akosee, hakuna mtu atacheka, hakuna mtu ataona aibu. Lakini mimi hapa nikisema nitaongea kizungu nikosee pronouns ya word ama ya sentence, nyote mtacheka, si ndio? Kwa sababu kukosea kizungu ni aibu, lakini kukosea Qur'an sio. Hii imeletwa kwa nini? Imeletwa kwa sababu sisi hatujajitambua. Tungekuwa sisi tunajitambua, tungemuhurumia anayekosea Qur'an, na tungeona ni aibu, kwa sababu msingi wa dini yetu imefungamana na nini? Qur'an.
Lakini kwa sababu hatujitambui, leo tunamuona mwenye maendeleo ni anayejua kusoma kitabu cha English, anajua kuongea English, lakini anayesoma Qur'an anaonekana hana maana, si ndio? Hapa nimeona huyu kiongozi wenu ilikuwa anaita, ni nani atakayetufungulia na Qur'an? Baada mtume kusema harufu moja wapata thawabu 10, lakini nilitarajia ikiulizwa kwenu nyinyi Waislamu, ni nani atakayefungua na Qur'an, kila mmoja tawania aje ili apate hizo thawabu. Lakini kila mmoja ameketi kule, wamejivuta mpaka amekuja aliamua kuja. Lakini ukienda kwa club, akija msanii akauliza ni nani atakayepanda aimbe, si nyote hapo mtasimama mwende? Munasema ukweli kutoka moyoni mwenu ama munajibu kwa mdomo wakati moyo unaamini kwamba ni urongo ninachojibu? Sasa ndugu zangu, kukosa kujua sisi ni kina nani imetuletea kwa tatizo. Wanasema wenye kusema, na angalieni sasa hii tutaonesha kwamba sisi hatujijui. Sikizeni, challenges facing Muslim youth today. Hizi ndo challenge ambazo kwamba zinawapata vijana wa Kiislamu leo, ndo maana tumekosa mafanikio. Muslim youth today face numerous challenges. Waislamu vijana siku ya leo wana challenge nyingi sana, lakini sikia challenge ya kwanza mpaka ya 7. Alafu mimi na wewe tujipime, je, tuko katika matatizo hayo? Na ikiwa tuko katika matatizo hayo, tujue hatuwezi kufaulu kamwe. Challenge ya kwanza wanasema weakening religious identity. Ni kule mtu kudhoofika kwa utambulisho wa Kiislamu. Leo utapata mabinti wingi wa Kiislamu wakienda mahali, ikiwa hawajajistiri vizuri, wanaona ni maendeleo, wanaona wamechanuka, kumbe wamechanika, si ndio? Na vijana wa Kiislamu wakivaa suruali zilizoteremka makalioni kama wamejiharia, ndio wanajiona ni mastaa, si ndio? Si ndio Hamza? Swaga, kusaga. Yaani unateremsha suruali unaonekana mpaka bukta uliovaa ndani au panti uliovaa ndani unaonekana, alafu wewe unaona maendeleo. Hii yote inaonesha nini? Ukiwa mahali utaki kujulikana wewe ni Muislamu, ndio kaona vijana wengi wanaosoma mpaka kule by university wanapovaa, vijana wa Kiislamu wanawake na wanaume, hawataki wajulikane kwamba wao ni Waislamu. Wanaona kujulikana wewe ni Muislamu utaonekana ni mtu duni, ni mtu usiokuwa na maana, ni mtu usiokuwa na maendeleo. Hawajivunii vijana wengi wa leo na dini yao, wanataka kufanana na wengine wasiokuwa Waislamu. Vijana wengi ukiona wanaume wanavonyoa, utaona ukimuuliza mbona umenyoa hivi, atakwambia nimenyoa kama Ronaldo. Mbona umevaa hivi? Nimevaa kama msanii fulani. Hii yote inaletwa na nini mpaka tunafuata tamaduni za watu ambao kwamba si dini yetu? Kwa sababu sisi hatujitambui. Na tulipokosa kujitambua, identification, tukakosa kuelewa what is our responsibility. Malengo yetu, yani majukumu yetu ni gani? Tukakosa kujua. Kwa hiyo changamoto ya kwanza, weakening religious identity. Changamoto ya pili wanasema negative influence of social media. Athari mbaya za mitandao ya kijamii. Hii imepelekea vijana wengi wameathirika kwa mitandao ya kijamii. Na mitandao ya kijamii kama TikTok, kama Instagram imewachukua vijana wengi wa Kiislamu. Hupoteza muda mwingi wa kuhusisi kufanya maendeleo yetu, inafanyaje? Inapotea. Na wanasema Hamza, wenye hekima wanasema your time management is your life management. Yani vile unapojipangia muda wako ndivyo umejipangia maisha yako, si ndio hivyo? Sasa hii muda wengi wetu tunapoteza kwa mambo ambayo kwamba ya kipuuzi. Angalieni leo vijana wengi wanatafuta views,
na wanatafuta content kwa kufanya vitu gani? Vitu vya kufaidisha jamii ama vitu vya kufurahisha jamii? Na vitu vya kufurahisha jamii hatuangalii kinachofurahisha. Je, Mungu yafurahika nacho? Sisi tunaangalia kinachofurahisha, hata kama Mungu haifurahiki, muhimu tupate views, si ndio hivyo? Ndio ukaona shetani amecheza na akili za vijana wengi. Utampata mwanamke ameweza kujali dini yake kwa kujistiri na kuvaa hijab, lakini amesahau kwamba dini imemwamrisha ajistiri, aketi nyumbani, ataingia kwa media live na yuadance mbele ya macho ya wanaume dunia nzima, na yuona kwamba hajakosea dini yake. Muhimu dini amevaa nini? Hijab, si ndio? Hamza, saa hizi tuko katika wakati mtu anaweza mlaumu mke wake kwa nini ametoka bila kujistiri, lakini mtu huyo aswali swala 5. Yaani yale mambo madogo ndo tumeyashika, yale mambo ya misingi tumeacha. Kwa hiyo tunapoteza muda mwingi katika TikTok na Instagram, tunaeneza maadili mabaya yasiyofaa, na pia tunaathirika kwa fikra na mwenendo tunaoona katika social media. Kila unachoona kinaweza kubadilisha namna unavyofikiria, mawazo mara nyingine na fikra, thoughts ambazo kwamba mtu anakuwa nazo mara nyingine zinapelekwa na yale anayoyaona kila wakati. Ikiwa kila wakati unaona picha chafu chafu, basi ni lazima utapeleka gari ya sport car katika off-road. Unanielewa sasa? Ikiwa kila wakati mtu anaona picha chafu chafu, ni lazima ataipeleka gari ya sport car katika off-road. Atayaribu ama itakuwa nzito. Ndio hivyo vijana wako saa hizi. Naona timu yangu imenielewa vizuri. Sasa ni wewe, usiangalie watu wanakufikiriaje, angalia wewe unafikiriaje, si ndio? Wanasema opinions are not reality. Opinions are not reality. Watu watakapokufikiria waache kufikirie, lakini wewe unajifikiria vipi? Ukitaka kujua wewe unafikiria vipi, chunguza unaangalia mambo yapi, ndio utajua fikra zako ni gani. Changamoto ya 3 inayowakumba vijana, wanasema materialism and consumer culture, utamaduni wa mali na matumizi. Ni watu saa hizi vijana wengi wanaona maendeleo ni mali. Ukimuuliza mtu anataka kufaulu, asema yeye anataka kufaulu. Ni nini maana kufaulu? Ukifikia wapi ndio utaona nimefaulu. Mtu anasema nikipata kampuni yangu nimefaulu, nikiwa na kazi yangu nimefaulu, nikipata gari yangu nimefaulu, nikipata cheo fulani nimefaulu. Lakini hizi zote sio kufaulu, kwa sababu hizo ni vitu ambavyo kwamba muda wowote unaweza vipoteza. Ni wangapi walikuwa na vyeo leo hawana? Walikuwa na mali leo hawana? Walikuwa na vitu vingi hawana? Huku si kufaulu. Kufaulu ni kupata kitu ambacho kwamba hakiwachani na wewe, huko ni kufaulu. Ndio pale ukimtii Allah tabaraka wa taala ukapata radhi zake, umefaulu duniani, kaburini na kesho akhira. Watu wanapima mafanikio kwa pesa na vitu. Vijana wanahangaika kutafuta kuonekana badala ya kuwa na maana. Vijana wengi wanataka kuonekana katika jamii, lakini hawataki kuwa na maana. Vijana wengi hatutaki kuwa na maana, tunataka tuonekane. Na kwa sababu tuko katika jamii ambayo kwamba thoughts zetu ni mbaya, hatuna ile inaitwa PMA ambayo wanasema personal mental attitude. Hatuna kabisa, hatuna mawazo mazuri, mawazo yetu ni mabaya. Ndio maana yale mabaya tunaoonyeshwa ndio yanatuvutia.
maadili yanapungua, tamaa inaongezeka. Maadili yanapungua, tamaa inaongezeka. Ndugu zangu, mkipima zamani utapata watu walikuwa sio wasomi sana kama saa hizi, si ndio? Na zamani ilikuwa kusoma sio rahisi kama saa hizi. Na zamani ilikuwa hakuna maendeleo mengi kama, lakini angalia zamani watu walikuwa na utu. Saa hizi watu wana utu kweli? Zamani watu walikuwa na ubinadamu, saa hizi watu wana ubinadamu. Yaani ile humanity imepotea. Humanity imeondoka kwa sababu watu wa sasa hawajitambui. Wa zamani ilikuwa wanajitambua. Ndio maana zamani mtu anaweza kufanyia mazuri na asihitajie malipo kwa mazuri anayokufanyia, kwa sababu anajua maadamu nimekufanyia, Allah anaona nimemsaidia mja wake, lazima Allah atanilipa. Ndio maana watu waliishi kwa furaha na watu walijitambua na watu walijua responsibility zao ni gani. Challenge ya 4 ambayo kwamba inatukumba sisi vijana ni peer pressure. Shinikizo la marafiki. Leo badala sisi tuangalie tunachokifanya, Mola wetu anaonaje? Mola wetu atatuhukumuje? Je, Allah anafurahia ama furahii? Lakini unaangalia rafiki zangu watanionaje? Unaangalia wenzangu watanichukuliaje? Wewe kijana wa Kiislamu unajua kwamba kuwa na girlfriend ni haramu, haifai. Unajua ya kuwa kupiga penalty kabla refari hajapiga firimbi haifai. Lakini penalty hivyo zinapigwa tu. Kwa nini? Kwa sababu ukionekana uko na girlfriend wako unaonekana umechanuka. Marafiki zangu wataniona mimi mjanja. La! Ni lazima uangalie unachokifanya Allah anakiridhia. Sasa lakini tulipokosa kujitambua, tumeangalia watu, hatujamwangalia Allah tabaraka wa taala. Vijana hulazimika kufuata marafiki hata kama ni wabaya. Sisi vijana wengi ukimuuliza marafiki yako ni nani, utapata vijana wana marafiki wabaya, marafiki wasiokuwa na maadili mazuri. Kwa nini? Kwa sababu ukiachana na wale marafiki ataonekana hafai. Kuna rafiki yangu mmoja ilikuwa ameenda nchi za nje kusoma na wenzake. Sasa wale wenzake wanatoka wanaenda kuzini, wanatafuta wanawake, lakini huyu hafanyi hivyo. Na kwa sababu hakuna anayewajua waliokuja naye kutoka Kenya isipokuwa hawa, ndio maana yuko na wao. Sasa wale vijana wenzake walikuwa wakimwambia, wewe umevia, wewe ni mtu usiojielewa, wewe hauna akili. Ingekuwa ni mtu asiyekuwa na kweli, basi moja kwa moja angefanya vile hao wanataka. Lakini yeye alijua ameenda kwa malengo gani huko, na alijua anachofanya ni Mola wake peke yake yamuona. Maanake wengi wanasema huku sionekani na mtu, huku hakuna mtu yonijua mimi, nitafanya na wotaka. Lakini watu hawatakuhesabu wewe, ni Allah ndo atakuhesabu wewe. Hofu ya kuonekana tofauti huwafanya waache misingi yao. Pale kijana anapohofia asionekane yuko tofauti na wengine, ndo inawapelekea vijana kuacha misingi ya dini yao. Challenge ya 5. Immorality and temptations. Ni maasi na vishawishi. Ni maasi na vishawishi. Sisi vijana wengi kwanza tujue hakuna mtu amemuumba kati yetu sisi binadamu nafsi yake haitamani kumaasi Allah. Hakuna. Mimi mwongeaji pamoja na nyinyi wasikilizaji, sote nafsi zetu ukija kuzichunguza utapata zinatamani kumaasi nani? Allah. Hakuna ambaye kwamba nafsi yake inatamani tu kufanya ibada. Sisi pia nafsi zetu zinatamani kumaasi Allah. Kila mmoja ni hivyo. Lakini wewe unajiweka kwa mazingira yapi? Mazingira ya kukusaidia kumtii Allah ama kumaasi?
Wewe unajiweka na marafiki karibu yako ni kina nani? Marafiki wanaokuhimiza kumtii Allah ama kumaasi. Mambo ya haramu yamekuwa rahisi kufikiwa. Sasa hii imekuwa kufanya vitu vya haramu. Zamani ilikuwa ni rahisi na ni bure, lakini siku hizi tunalipa pesa. Nyinyi hapa mliokuja kusikiliza hizi darsa, mnatarajia Mungu atawalipa ama hawalipi? Na sasa hii mnasikiza darsa nyinyi, mashekha hao wamekuja, imetumika gharama nyingi. Kutoka Mombasa mimi nimetoka, na hao wameacha shughuli zao. Nyinyi kuna pesa yoyote mmelipia sisi tuje hapa? Kuna pesa yoyote mmelipia? Nasikia jamaa wanasema ndio. Mtatuambia baadaye kama zililipwa pesa tujue ni ngapi. Tujue katika pesa iliyolipwa na sisi pesa tuliotumia kuja ipi ndio imezidi nyingine. Lakini angalia, kufanya vitu vya haramu siku hizi unalipia. Yale mabuibui ya fashion ya ghali, ni mabuibui ukivaa Mungu yaridhia ama yakasirika? Lakini hivyo hivyo unatoa 20,000 ununue, si ndio? Pale wewe unapopeleka flash disk kwa cyber akuwekee movie, unalipia ama inakuwa bure? Lakini hizo movie ukiangalia Mungu yaridhika ama yakasirika? Yaani vitu vya haramu sahihi havijakuwa tu bure, bali vimekuwa unalipia ili Mungu akuingize motoni. Lakini ni bure kuingia peponi, watu watakuingia motoni. Unalipia ili Mungu akuingize motoni. Inahitaji nguvu ya imani kujilinda. Tunahitajika tuwe na imani ndio tujilinde zaidi. Challenge ya 6 ndugu zangu, na hizi ndio challenge ambazo kwamba ziko: lack of Islamic knowledge, ukosefu wa elimu ya Kiislamu. Vijana wengi wamekosa kuifahamu dini yao. Ndio kila mmoja mwenye negative thoughts ana uwezo wa kutia fikra mbaya katika akili zao. Kwa sababu pale umekosa kujitambua, umekosa kujua responsibility yako, umekosa kuisoma dini yako, umekosa kumfahamu Mola wako. Ndo kesho mtu akija kukuambia dini ya Kiislamu imekudhulumu wewe mwanamke, kwa nini huyu apatiwe mara 2 mirathi wewe upewe mara 1? Utaamini kwamba dini imefanyaje? Imekudhulumu, si ndio? Kwa sababu uelewi. Leo mtu akija kukuambia kwamba wewe mwanamke dini ya Kiislamu imekunyanyasa, kwa nini nakuambia ujistiri, ujifinike? Kwa kukuwa umekosa kusoma dini yako, utasema ni kweli, my dress my choice. Kwa nini your dress iwe your choice wakati maisha yako haikuwa your choice? Pale unapokosa kuifahamu dini yako, ndio inakuja watu wanakuambia dini ya Kiislamu imemruhusu mwanamume awe wake wengi, kwa hiyo dini hiyo inakudhulumu, inakunyanyasa. Unatiwa fikra mbovu katika akili yako, mpaka wengine wanaritadi, bali mpaka wengine wanaacha maadili yao. Hii yote mpaka wamefikia huku ni kwa sababu wanakosa kujitambua, ndo wakakosa kuisoma dini yao, ndo wengine wakaweza kuingiza fikra mbaya katika akili zao. Siku zote ngao ya kukuhifadhi na fikra mbaya ni wewe kuwa na elimu, kuifahamu dini yako zaidi, ndo utaweza kuwa salimika na fikra mbaya. Mfano na wapigieni, na wanasema by example the word be clear, si ndio? Kuna watu leo wanakuambia Qur'an ni maneno ya nani? Lakini kuna watu wanakuambia la, Qur'an ni maneno ya Muhammad na Jibril. Tena hiyo kutolea aya katika Qur'an. Allah anasema katika Qur'an, innahu laqawlu rasulin wama huwa biqawli sha'ir. Hii Qur'an ni maneno ya Rasul Karim ambao kwamba ni mtume Muhammad. Lakini katika suratu Shamsi anasema innahu laqawli rasulin karim dhi quwwatin 'inda dhil arshi. Qur'an ni maneno ya nani? Jibril. Sasa angalia, anatoa aya zote mbili hizi kuthibitishia kwamba Qur'an si maneno ya Mungu, ni ya Jibril na nani? Na mtume Muhammad. Sasa wewe ikiwa umekosa ufahamu wa dini yako, fikra kama hizi mbovu zinazoletwa
inakuwa wepesi wewe kukubali. Kumbe Qur'ani kila siku tunadanganywa ni maneno ya Mungu, kumbe ni maneno ya viumbe, maneno ya Jibril aliyeumbwa na Allah, maneno ya Mtume Muhammad aliyeumbwa na Allah. Lakini ukizingatia na ukaelewa, angalia Allah aya zote mbili, pamoja na kuwa ametaja Jibril, pamoja na kuwa amemtaja Mtume Muhammad, lakini hakuwataja kwa majina, amewataja kwa sifa, rasul, messenger, si ndio? Na siku zote mtu akiwa ni messenger, ujumbe anaokuletea ni wake ama ni wa yule aliyemtuma. Sasa angalia aya zote hizi, Allah aliposema innahu la qawlu rasulin karim dhi quwwa, akikusudia Jibril, lakini amempatia sifa ya messenger. Na huko akisema innahu la qawlu rasulin karim wa ma huwa biqawli sha'ir, akikusudia Mtume Muhammad, lakini sifa ni ile ile, messenger, si ndio? Jibril ni messenger wa Allah kutoka na wahi mbinguni mpaka kwa Mtume Muhammad, na Mtume Muhammad ni messenger wa Allah kuchukua wahi ule kufikisha kwa umma, si ndio? Sasa ukielewa dini yako, fikra hizi mbaya zitakuchanganya. Lakini vijana wengi wa Kiislamu wa saa hizi wamepata lack of Islamic knowledge. Mwisho kabisa, challenge ambayo kwamba tuko nazo ikatupelekea, maadamu tunaongelea kufaulu, lazima tuijue dini yetu na tumtii Mola wetu. Tumekosa hayo, ndio tumpata challenge hizi na hatuwezi kufaulu kamwe. Asema mental and spiritual struggles, changamoto za akili na roho. Vipi akili yako itakuwa na amani? Vipi akili yako itakuwa na utulivu? Vipi akili yako itakuwa na furaha ikiwa wewe unaishi kwa namna asiyopenda Mola wako? Lakini kwa sababu sisi tunaelewa kwamba success ni mtu kuwa na mali, tunaona mwenye mali yule mashallah yofurahika sana. Lakini hamjui waliokuwa na mali wamekosa amani, waliokuwa na mali wamekosa utulivu, waliokuwa na mali wamekosa ladha, waliokuwa na mali wamekosa raha. Haiwezekani uishi kwa hali asiyoipenda Allah kisha uishi na furaha, haiwezekani. Allah amesema ili uishi na furaha na amani, waman ya'mal salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Yote atakayetenda mazuri kati ya wanaume na wanawake wako na imani pia, Allah atawapatia maisha mazuri. Leo vijana wengi wamekuwa ni wenye kukata tamaa. Kila kitu wao wanakata tamaa. Hawaamini, hawawi na tafaul, hawawi na matarajio mazuri. Wanakata tamaa, wanakosa utulivu wa moyo. Hii hutokana na kuishi mbali na mwelekeo wa kiroho. Ukiishi mbali na mwelekeo wa kiimani, ukaishi mbali na mwelekeo wa akida iliyokuwa nzuri, ukaishi mbali na dini sahihi, ukaishi mbali na mafungamano yako na Mola wako, hauwezi pata utulivu wa roho, kwa sababu aliyemiliki roho ni Allah tabaraka wa taala, na anayeweza kumimina utulivu na furaha katika moyo ni yeye peke yake. Hauwezi kuishi ikiwa unamwasi kisha wewe upate amani na upate utulivu. Education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today. Elimu tunaongelea elimu ya dini zaidi, kwa sababu hiyo ndio elimu utakaoenda nao kokote. Na ulizeni swali ndugu zangu, elimu ya dini kiujumla inatoka wapi? Kwa Qur'an, si ndio? Ni kiwango chipi cha masomo ukifikia una haja na Qur'an? Kuna kiwango ukifikia una haja na Qur'an, lakini syllabus za primary ukifikia high school una haja nazo. Syllabus za high school ukifikia university una haja nazo. Syllabus za university ukifikia masters una haja nazo. Sasa mimi naongelea elimu ya dini ambayo kwamba maisha yako wanapozidi kusonga bado wewe unahitajia Qur'ani. Soma mpaka ufike profesa, lakini bado utahitajia nini? Qur'ani. Hakuna mahali utaenda isipokuwa lazima utakuwa na haja na Qur'ani. Ndio maana kunao mwenye kufikiria zaidi. Jamaa mmoja ilikuwa yeye wadai wapiga vita mambo ya terrorism. Baadaye alishangaa Waislamu wanafanya maandamano kwa Qur'ani kuweza kutiwa maneno ya mtu.
akasema hichi kitabu kina nini, hebu nikichunguze. Akakichunguza kwa ndani, aya 3 zikamfanya aslimu. Aya 3 zikamfanya. Leo Waislamu wanasema Qur'ani ni kitabu cha watu wa kale, hakisaidii sahi. Lakini wasiokuwa Waislamu wakisoma Qur'ani wanaona Qur'ani imeteremshwa leo, haijateremshwa zamani. Kwa sababu Allah katika Qur'an aya ya kwanza anasema awalam yara alladhina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Hivyo hao makafiri hawaoni kwamba mbingu na ardhi zilikuwa zimeshikana tukazipasua kuziachanisha. Mbingu na ardhi zimeshikana tukazifanyaje? Akirudi kwa vitabu vao vya kizungu anapata kwamba kweli mbingu na ardhi zilikuwa zimeshikana zikafanyaje? Sasa anajiuliza Muhammad alikuwa na sayansi ipi mpaka amegundua haya maneno? Zama hizo ilikuwa hakuna zahanati wala hakuna maendeleo ya kujua hayo, si ndio? Hii ni aya ya kwanza imemshangaza. Lakini aya ya pili amesoma aya inasema wasamaa banainaha biaidin wa inna, na mbingu tumeziumba kwa nguvu zetu na hakika sisi bado tunaipanua mbingu. Hakusema Sheikh Ibrahim, hakusema wa inna qad wasa'naha, asema wa inna la musiun. Hiyo ni continuous tense. Unasema continuous tense, si ndio? Inaendelea bado kupanuliwa mbingu. Akaamua achukue mitambo ya kisasa kupima, je, kweli mbingu kila mwaka inazidi kupanuka? Akagundua ni kweli mbingu kila mwaka inazidi kuwa inapanuka. Ndio maana Allah katika Qur'an anasema wa inna la musiun. Angesema na sisi tuliipanua, ingekuwa kule kupanuliwa mbingu imekwama. Lakini anasema wa inna la musiun, bado tunaendelea kuipanua. Hii kampelekea kujua Mtume Muhammad maneno si yake, ni maneno ya Mungu. Aya ya mwisho iliyomfanya aweze kuslimu sasa. Allah tabaraka wa taala sema wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Hii ardhi kuweza kutulia ni kwa sababu tumeweka jabali juu yake. Na haya majabali kuwekwa juu ya ardhi ni kama misumari kuwekwa juu ya mbao. Zile mbao ili zishikane madhubuti ni lazima zipigiliwe misumari, si ndio? Lakini si sehemu yoyote ukipiga msumari itashikilia. Kuna sehemu nyingine ukipiga msumari utapasua. Sasa na hizi jabali zimepigiliwa sehemu inayostahiki kuziwia hii ardhi tuweze kulima, tuweze kujenga, tuweze kuvuna juu yake. Na wenye sayansi wanasema kwamba haya majabali tunayaona makubwa kwa juu, kwa ndani ni makubwa mara 10. Na siku zote msumari ulioshikilia vizuri mbao ni ule uliodungwa mpaka mwisho, si ndio? Ulioingia nafasi kubwa ndani ama uliobakia nafasi kubwa nje? Ile ingia nafasi kubwa ndani ndio itaziwia mbao, si ndio? Na hizi ardhi nafasi kubwa imeingia ndani ndio imeziwia, hizi majabali ndio imeziwia ardhi. Kwa hiyo ikampelekea huyu akaslimu. Kwa hiyo jueni, Qur'ani ina elimu ya watu waliopita. Qur'ani iko na elimu ya watu wa sasa. Qur'ani iko na elimu ya watu watakaokuja. Na wapigieni mfano tu wa hai. Allah katika Qur'ani anasema wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wazina. Allah ameumba farasi, ameumba punda, ameumba bighal. Bighal ni mnyama anayetokamana na ni muhafkast. Bighal ni muhafkast, ametokamana na punda na farasi. Bighal. Sasa nasema hao wanyama tumewaumba ili muwapande katika safari zenu, na pia ni mapambo. Lakini angalia mbele kuonesha ajabu ya Qur'an. Allah amesema wa yakhluqu ma la ta'lamun, na anaumba vitu msivyovijua. Maswahaba walijua kweli kutakuja gari? Maswahaba walijua kweli kutakuja ndege? Angalia, Allah angekoma pale pale kwamba vipando ni khail na bighal na hamir, leo ikapatikana ndege, ungeambua Mola wenu hana elimu. Angalia ametaja kwamba hivi ni vipando tu peke yake. Hivi vilivyotoka saa hii ilikuwa havijui. Lakini Allah ametaka kutujulisha kwamba saa hizi sisi, wao walikuwa na khail na bighal na hamir wakipanda na zina. Saa hizi si khail na bighal na hamir, saa hizi zina ni magari na ndege na matreni. Na hizo ndo zapandwa. Na kutujulisha kwamba hizi si vipando tu vya sasa na milele.
Siku za usoni pia hizi gari zitapotea, kutakuja vipando vingine, treni itapotea, itakuja vipando vingine, ndege itapotea, itakuja vipando vingine. Hii ndo Qur'ani inaenda kwa wakati wowote. Tuache kusema kwamba Qur'ani ni kitabu cha maswahaba cha zamani. Qur'ani ni kitabu cha maisha yetu yote.